Leo tunamulika hadithi ya mzalendo wa kweli kupitia kalamu. Na mimi ni Omar Musa. Ngugi wa Thiong'o, moja ya waandishi mashuhuri barani Afrika ambaye maisha yake yamekuwa mapambano ya kulinda lugha, utamaduni na utu wa Mwafrika. Ngugi alizaliwa mnamo mwaka 1938 kijijini Kamirithu nchini Kenya. Alianza kuandika akiwa kijana na kazi zake za awali kama Weep Not, Child in a Grain of Wheat zilivuma duniani, lakini baadaye alitambua kuwa uandishi wake wa Kiingereza ulikuwa sehemu ya ukoloni wa kiakili aliyokuwa na upinga. Ndipo akaamua kuandika kwa Kikuyu, lugha ya mama, na hapo ndipo misukosuko ilipoanza. Mnamo mwaka 1977 baada ya kuandika tamthilia Nga'ahika Ndeenda iliyokosoa mfumo wa unyonyaji, alikamatwa na kufungwa katika gereza la Kamiti. Akiwa huko aliandika riwaya inayojulikana kama The Devil on the Cross kwa kutumia karatasi za chooni, ishara ya dhamira yake isiyotetereka. Baada ya kutoka gerezani, vitisho dhidi ya maisha yake vilimfanya aende uhamishoni, lakini hata akiwa mbali na nyumbani, Ngugi hakunyamaza. Aliendelea kuandika, kufundisha na kuhimiza Waafrika kuenzi lugha zao kupitia kazi kama Decolonizing the Mind. Leo hii akiwa na zaidi ya miaka 80, Ngugi anaendelea kuheshimiwa duniani kote kama mmoja wa nguzo kuu za fasihi ya Kiafrika, na amependekezwa mara nyingi kwa tuzo ya The Nobel ya fasihi. Ngugi wa Thiong'o ametufundisha kuwa uhuru wa kweli hauishi kwenye siasa, uko pia kwenye lugha tunayotumia, hadithi tunazosimulia na fahari yetu kama Waafrika. Hadithi yake ni ukumbusho kwamba kalamu inaweza kuwa silaha yenye nguvu kuliko risasi.